wakati timu yetu ya wanasheria ikiwa mbele ya Mahakama Kuu kuomba kukagua na kupata nyaraka muhimu za uchaguzi, kile ambacho kisheria kinaitwa au katika mwenendo wa kesi huwa kinaitwa application for discovery and inspection. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC kupitia mwenyekiti wake Judge George Kazi, jana tarehe 3 Februari 2026 imetangaza bila aibu mpango wa kuteketeza nyaraka zote zilizotumika katika uchaguzi mkuu uliopita wa Oktoba 2025. Katika hili sisi tunaona mambo mawili: haki inacheleweshwa na ushahidi unateketezwa. Kwa muda wa wiki mbili sasa, tangu tarehe 21 Januari 2026, maombi yetu ya kisheria ya kuiomba mahakama itoe amri kwa tume ya uchaguzi kuleta mahakamani nyaraka muhimu za uchaguzi kutokana na umuhimu wa nyaraka hizo katika kuamua kesi zilizowasilishwa mahakamani yamekwama katika ofisi ya msajili wa Mahakama Kuu bila sababu za msingi. Baada ya tangazo la jana, sasa tumefahamu kwamba kumbe kuchelewa huku si kwa bahati mbaya. Lengo ni mkakati wa makusudi wa kupunguza kasi ya utafutaji haki ili kuipa nafasi ZEC kuchoma na kuharibu ushahidi wa kile kilichotokea kwenye vituo vya kupigia na kuhesabu kura. ZEC imeamua kujificha chini ya kifungu cha 98 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018 kinachohusu kutunza nyaraka kwa siku 90. Hapa tuweke wazi, ni kosa la jinai, ni kosa la jinai. Narudia tena, ni kosa la jinai kuharibu ushahidi wakati kuna shauri la kisheria linaloendelea. Hili ni kosa la jinai, it's a criminal offense. Kwa tume ya uchaguzi ambayo yenyewe imetumia nyaraka hizo katika utetezi wake na inafahamu kwa uhakika kwa nyaraka hizo kwa vyovyote iwavyo zitahitajika katika mashauri yaliyopo mahakamani, ilipaswa ifahamu katika mazingira hayo kutumia kifungu kilichotajwa hapo juu ni kutumia sheria kwa nia ovu na ni kuharibu ushahidi kwa makusudi, jambo ambalo tumesema ni kosa la jinai. ZEC haiwezi kusema haifahamu jambo hili, maana katika maelezo yao wamesema kwamba hakuna zuio la mahakama, lakini wao wanajua kama kuna kesi mahakamani, kwa hivyo inafahamu fika kwamba nyaraka hizo zinahitajika. Unapokuwa na dhamana kama ya tume, unatakiwa kuact in good faith, kutekeleza wajibu wako kwa nia njema. Tunataka mambo yafuatayo yatekelezwe. La kwanza, kusimamishwa mara moja uteketezaji huu. ZEC lazima isitishe mara moja mpango wowote wa kutupa, kuharibu au kuteketeza nyaraka na vifaa vya uchaguzi mpaka mashauri yote yaliyopo mahakamani yamalizike. Kama tulivyosema, kuharibu ushahidi ni kosa la jinai. Pili, hatua za haraka za mahakama. Msajili wa Mahakama Kuu anapaswa ashughulikie maombi yetu ya ukaguzi wa nyaraka, yani application for discovery and inspection, kwa haraka sana. Siku moja ya ukimya wa mahakama ni ushirikiano katika kuharibu
ushahidi. 3, ulinzi wa nyaraka na vifaa. Tunatoa wito kwa mamlaka zote zinazohusika kuhakikisha kuwa nyaraka zote za uchaguzi mkuu wa 2025 zinatunzwa chini ya ulinzi madhubuti ili kuzuia, sisi tukasikia hapa kwamba hazikuharibiwa lakini kumetokezea moto wa ajali au upotevu. Mamlaka zinazohusika zinapaswa kulinda na kuhakikisha zinasimamia kulinda nyaraka hizi mpaka pale haki za wananchi zinazolindwa kikatiba zitakapopatikana katika mahakama.